Mpendwa mwanafamilia na msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, tukiendelea na ziara katika baadhi ya mabanda yaliyopo katika maonesho ya kibiashara ya kimataifa maarufu kama Sabasaba, na leo tumepata nafasi ya kutembelea banda la shirika la biashara la Jeshi la Polisi Tanzania, ambapo leo utafahamu mengi zaidi kuhusu shirika hili la kibiashara. Na katika banda hili, msikilizaji mpendwa na mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania unayetufuatilia wakati huu kupitia mitandao ya kijamii, tupo na mrakibu msaidizi wa polisi ASP Lule Mlai, ambaye yupo hapa basi kutujuza mengi, hasa historia ya shirika hili la kibiashara pamoja na baadhi ama na huduma ambazo zinatolewa na shirika hili. Habari yako? Salama, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina, na hongera kwa majukumu. Asante sana ndugu mtangazaji. Mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania pamoja na mwananchi ambaye wakati huu anatufuatilia angetamani kufahamu shirika hili la kibiashara la Jeshi la Polisi Tanzania ni nini na linatoa huduma gani hasa? Nashukuru sana. Kama nilivyotambulishwa, naitwa mrakibu msaidizi wa polisi Lule Mlai, ni afisa uhusiano wa shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Polisi Tanzania. Kwa Kiingereza wanasema Tanzania Police Force Corporate Soul. Hili ni shirika la kibiashara la Jeshi la Polisi Tanzania lililoundwa mnamo mwaka 2013 chini ya sheria ya uundaji wa makampuni sura ya 23 ya mwaka 74. Shirika lipo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Kwenye Sabasaba hii shirika limekuja na huduma zake mbalimbali ambazo zinazitoa kwa sasa. Shirika kwanza lina mradi ya kimikakati iko mitatu. Mradi wa kwanza wa kimkakati ni mradi wa ukaguzi wa ulazima wa magari. Kama tunavyofahamu, kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani kifungu cha 168, ukaguzi wa magari kwa mujibu wa sheria ni wa lazima. Shirika linajiandaa kufanya mradi huo mkubwa wa kimkakati, na kwa sasa lipo kwenye hatua ya kujenga vituo vya ukaguzi wa magari nchi nzima. Lakini pia mradi mwingine wa kimkakati ambao shirika linatarajia kuufanya ni mradi wa miji salama. Zitafungwa kamera za kiusalama kwa ajili ya kusaidia kutanzua na kuwafahamu watu wanaotenda uhalifu. Lakini mradi mwingine ni wa kufunga kamera barabara kuu, na kwa kuanzia itafungwa kamera kuanzia daraja la John Kijazi mpaka Dodoma ili kusaidia watu wanaotenda kinyume na sheria ya usalama barabarani. Na kwenye Sabasaba hii tumekuja pia na mradi wa ushonaji na ugavi. Shirika linashona sare kwa makampuni binafsi pamoja na wale ya serikali, na kwa sasa tunafanya kazi na jeshi la magereza. Lakini zaidi ya hapo, shirika limekuja na mradi wa kampuni ya ulinzi. Tuna kampuni yetu ya ulinzi ya kisasa kabisa inaitwa Ura Security Guard. Lakini zaidi ya hapo, shirika pia tumekuja kuonyesha mradi wetu wa usafirishaji wa fedha na vitu vya thamani, Cash on Transit. Shirika lina magari ya kisasa kabisa ya kusafirisha fedha na vitu vya thamani. Lakini pia mradi mwingine tuliokuja kuonyesha ni mafunzo. Tuna kitu tunaita training, security training consultants. Tunafanya mafunzo ya matumizi sahihi ya silaha kwa makampuni binafsi ya kiulinzi, lakini pia kwa watu binafsi. Mradi mwingine tuliokuja kuonyesha ni huduma za kibandari. Tunaita miscellaneous port services. Tunatoa huduma za kibandari. Tuna wafanyakazi wa kutwa zaidi ya 700 pale bandari ya Dar es Salaam upande wa mamlaka ya bandari. Tunahudumia pamoja na bandari zake. Kwa hiyo tumekuja kuwaonyesha Watanzania pamoja na wananchi wote waone huduma zetu. Asante sana. Mbali na hiyo, kwa mwananchi ambaye anatamani kufika kwenye hili banda, maelekezo yapoje? Fikaje hapa? Tupo kwenye banda la Jeshi la Polisi Tanzania upande wa pembeni, ukiwa unaingia kwa mbele upande wa kushoto. Chini kabisa baada ya kuipita kampuni ya Yasi na banda la Wizara ya Katiba na Sheria, unatupata hapa Sabasaba, wakaribie sana. Asante. Umezungumza kuhusu huduma mbalimbali ambazo mnazitoa. Unaweza ukanielezea huduma mojawapo kwa undani ama kwa ili mwananchi ambaye anatufuatilia wakati waweze kuelewa ni huduma ipi hiyo? Sasa kwa kuendelea kupata hizo huduma, nitawatembeza kwenye madawati ya wakuu wa hizo idara. Tukianza na idara ya ushonaji na ugavi, atapata maelezo, lakini itafuata idara ya Ura Security, idara yetu ya ulinzi. Tutakwenda kwa mratibu wa mafunzo wa shirika, lakini tutaenda kwa mkuu wa idara ya Cash on Transit anayesafirisha vitu vya thamani pamoja na fedha. Watawasikia, watawaelezea. Lakini kwa kumalizia kabisa, shirika linapatikana wapi? Tuko jengo la Wizara ya Mambo ya Ndani, ghorofa ya 6 na ya 5, mtaa Ohio pale Posta. Wakaribie sana. Tukiwa tuendelea kuwepo katika shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Polisi, na hapa tupo idara nyingine. Habari yako? Nzuri. Kwa jina naitwa Christina Francis, ni afisa masoko wa shirika la uzalishaji mali wa Jeshi la Polisi Tanzania. Hapa idara yako inahusika na nini? Karibu tuelezee.
Idara ya kwangu hapa tunahusika na ushonaji, na kama unavyoona tunashonea uniform wa mapolisi wasaidizi tofauti tofauti, lakini pia tunashonea sare hizi, koti hili unaona zuri kabisa la madaktari, lakini pia tuna sare ya ndani, nguo za manesi, madokta, mahospitalini tunashona, na hii pia ni sare ya polisi wasaidizi. Lakini hapa pia tunashonea polisi wasaidizi TPA, hii ni sare yao. Lakini pia tunashona sare za wanafunzi mashuleni na sare za watu tofauti tofauti. Na pia tunashona hizi sare au suti, hii ni suti ya mtu binafsi. Unataka suti, karibu sana. Unataka nguo yoyote, tunakukaribisha sana. Kwa katika maonesho haya ya Sabasaba, je, mtu akija hapa na oda akisema mimi nataka suti, anaweza kuipata kabla Sabasaba kuisha ama la? Kabla ya Sabasaba kuisha unapata suti yako. Karibuni sana. Gharama yake? Gharama zetu ni nafuu, inategemea na material ya kitambaa, lakini ni affordable kabisa, kila mtu anaweza kushona. Mpendo wa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, tukiendelea na ziara katika banda hili la shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Polisi Tanzania. Wakati huu tupo idara nyingine, karibu utuelezee. Asante sana. Ni kiongozi wa ulinzi wa kampuni ya Ula Security, ambao tunajihusisha na ulinzi wa maeneo mbalimbali, ambao tunajihusisha na ulinzi wa physical na digital. Tukisema digital tunazungumzia upande wa CCTV camera, na upande wa physical tunazungumzia mlinzi wetu anakuwa na kirungu au silaha katika eneo hilo. Na pia tunaajiri wale watu waliopitia mafunzo ya JKT au mgambo na JKU. Na pia tunalinda sehemu mbalimbali kwenye nyumba binafsi, mashamba, viwanda na sehemu mbalimbali ambazo zinahitajika ulinzi. Na pia ukiwa unatuhitaji kwa ajili ya ulinzi, tunapatikana Posta, Wizara Mambo ya Ndani, ghorofa ya 5 na ya 6. Asante. Kwa hao walinzi ambao nyinyi kama idara mnawatoa, je, mnawapatapataje katika kuwapatia mafunzo? Wanajisajili vipi kwenu ili watoke katika idara yao? Sisi kama Jeshi la Polisi tuna mfumo wetu wa mafunzo ambao tunaendesha mafunzo hayo ndani ya wiki 2 mpaka 3, kuwafundisha mbinu za ulinzi na namna gani wanaweza kukabiliana na huo uhalifu katika eneo ambalo tunaenda kulilinda. Na pia tunaangalia na nature ya mteja anayohitaji. Kuna mteja anahitaji nature kwamba sehemu yake labda kunaibiwa vitu fulani na uwizi wake unakuwa namna hii. Kwa hiyo tunatoa ushauri pia kwa huyo mteja ni namna gani ambavyo tutaenda kutoa mafunzo kwa wale askari wetu ili waweze kukabiliana na huo uhalifu. Asante. Kwa yule kijana ambaye anatamani sasa kujiunga nanyi ili kuwa mlinzi kutoka hapo Tanzania Police Force, anafanyaje kupata nafasi hapo kwenu? Nadhani matangazo tunatoa ya ulinzi kwa maeneo, tukifika muda wa kuhitaji walinzi, tunatoa tangazo la ulinzi, anakuja anaomba, analeta maombi katika Wizara ya Mambo ya Ndani, shirika la Jeshi la Polisi, ghorofa ya 5, tunamuassess, tunamfanyia vetting ya kutosha, baadaye tunamfanyia training kwa ajili ya kumpeleka sehemu husika. Asante. Bado tupo katika banda hili la shirika la uzalishaji mali kwa Jeshi la Polisi, na wakati huu tupo idara nyingine, idara ya mafunzo ya silaha. Tupo na kiongozi wao hapa, atajitambulisha kisha ataelezea. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Elia Israel Deusi. Mimi ni mratibu wa mafunzo ya umahiri wa matumizi ya silaha za moto za kiraia. Natokea shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Polisi. Shirika la polisi linaendelea na utekelezaji wa mafunzo ya umahiri wa matumizi ya silaha kwa mujibu wa sheria ya mwaka 2015 ya udhibiti na usimamizi wa silaha na risasi. Inawataka wamiliki wote wanaomiliki silaha na wanaotumia silaha kuhudhuria mafunzo hayo ili kupatiwa umahiri wa matumizi ya silaha hizo. Hivyo Jeshi la Polisi na shirika lake limekuwa likitoa mafunzo ya umahiri wa matumizi ya silaha hizo kwa kushirikiana na makamanda wa mikoa pamoja na vikosi vya kutuliza ghasia nchi nzima. Hivyo tunawaomba na tunawashauri wanaomiliki silaha za kiraia kuhudhuria mafunzo ili kujengewa uwezo wa matumizi ya hizo silaha wanazozitumia. Tunawashauri pia kwa makampuni ya uwindaji wanaofanya uwindaji, tunawashauri pia kuhudhuria mafunzo hayo. Makampuni ya ulinzi ni wito wa kisheria wafike ofisini kwetu pale Wizara ya Mambo ya Ndani
kwa ajili ya kujisajili, kupata control number, malipo ya serikali, pia waweze kufanya mafunzo hayo. Yanawajengea umahiri hasa kwenye makampuni ya ulinzi kufanya mafunzo hayo. Na hayo mafunzo yanachukua muda gani? Mafunzo haya yanachukua ni kwa siku 2 tu. Mafunzo haya yanafanyika kwa nadharia na vitendo. Siku ya kwanza tunafanya nadharia na siku ya pili tunafanya kwa vitendo. Je, kwa hizo siku 2 mna imani kwamba huyo mwananchi ambaye anatamani kutumia hizi silaha za moto ataelewa kweli, kwa yule ambaye ni mgeni kabisa, hajawahi kabisa kutumia na wala hajapitia JKT? Kwa wale wanaomiliki, watu wa kwanza kumilikishwa silaha za kiraia, tunatoa mafunzo hayo kwa wiki 1 kuweza kumfundisha kuweza kuitambua silaha yake. Tunamfundisha sheria za silaha, tunamfundisha namna ya kushuti silaha yake. Lakini kwa wale ambao tayari wana muda mrefu wameshamilikishwa silaha hizo, tunawafanyia mafunzo hayo kwa siku 2. Ni kwa namna tunawakumbusha ni kwa namna gani wanafaa kuitumia. Kama unavyojua ndugu mtangazaji, silaha inahitaji ufanye mazoezi. Mazoezi hayo yanakusaidia kuwa mwepesi na kuzijua sheria nyingi sana za matumizi ya silaha hizo, hasa kwa watu ambao wanatumia silaha hizo wakiwa wanasafiri kwenda mikoani, wanaokwenda kwenye masherehe, wanaokwenda kwenye baadhi ya kumbi za starehe. Huko tunawakumbusha watunze silaha zao vizuri, kwa sababu silaha ukifanya uzembe kidogo, silaha inakupeleka matatani. Hivyo silaha tunaomba zitunzwe vizuri na watu wahudhurie mafunzo. Kwa hapa Sabasaba, huduma zipi mnazitoa kama idara ya mafunzo ya silaha za moto? Hapa Sabasaba huduma tunazozitoa hapa, tunawashauri wanaokuja kutembelea banda letu, wanaomiliki silaha, hasa watu wa makampuni ya ulinzi pamoja na watu binafsi, tunawashauri wahudhurie mafunzo hayo. Pia tunasajili kwa wale watu ambao wamefanya mafunzo lakini hawakupatiwa vyeti kwa muda, na wale ambao walishafanya mafunzo lakini pia wanahitaji kufanya mafunzo tena, yani wanafanya refreshing, tunawasajili pia. Mafunzo hayo tutafanya tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026 kwa wale wote ambao walishalipia na hawajafanyiwa mafunzo, na wale ambao wameshafanya mafunzo lakini hawakupatiwa vyeti. Hivyo tunafanya usajili katika banda letu hili kuweza kuchukua hayo majina na kuratibu zoezi zima la mafunzo kwa mkoa wa Dar es Salaam. Karibuni sana. Kwa mikoa mingine hali ikoje? Kwa mikoa mingine ni hali ni nzuri, tunashukuru. Jeshi la polisi kushirikiana na shirika la polisi tumeweza kuratibu mafunzo haya na kuweza kutembea mikoa yote, tukiwasiliana na makamanda wa mikoa, RPC, ma-OCD na vikosi vya kutuliza ghasia, OC, ma-OC wote, kwa kuhakikisha kwamba watumiaji wote wa silaha wanapatiwa mafunzo yaliyo sahihi kuhimili silaha zao. Mwanafamilia, bado tupo katika banda hili la shirika la uzalishaji mali la polisi Tanzania, na wakati huu tupo katika kitengo cha mafunzo, lakini wakati huu hapa tupo tunazungumza na mwalimu wa mafunzo ya silaha. Atajitambulisha kisha ataelezea mafunzo hayo anayatoaje yeye kama mwalimu wa mafunzo hayo. Karibu. Mimi ni askari polisi, naitwa Fedison Misonge, mwenye cheo cha sergeant. Karibuni. Nianze upya. Ni kwa sauti. Mimi ni askari polisi, naitwa Fedison Misonge, mwenye cheo cha sergeant. Ni mwalimu wa silaha. Mwalimu wa silaha, huwa unafundisha kitu gani kuhusu katika hiyo idara yako? Tunawafundisha matumizi ya silaha aina ya pistol, shotgun, rifle, namna gani unaweza ukaitumia unapokuwa kwenye hali ya dharura, unapokuwa kwenye hali ya kawaida, na namna gani silaha unaweza ukaificha unapokuwa uko kwenye movement. Hayo mafunzo ambayo unawafundisha, mafunzo hayo wewe kama mwalimu, huwa mnatumia muda gani ili mwanafunzi aelewe vizuri? Mafunzo haya kwanza yanatolewa kwa mujibu wa sheria namba 2 ya mwaka 2015 na kanuni zake za mwaka 2016. Huwa yanachukua siku 2. Siku ya kwanza theory, siku ya pili vitendo, anaelekezwa namna ya kushoot. Yes.
Kwa hapa Sabasaba, kwa kitengo chako wewe kama mwalimu, kitu gani mwananchi akija katika banda lenu atafaidika na wewe hapa? Kwanza kabisa vitu atakavyofaidika navyo ni namna ya kujilinda, hasa kwa wale wenye makampuni ya ulinzi, kwamba akishamleta askari tunampa training namna ya kujilinda akiwa kwenye eneo lake la kazi. Lakini vile vile kwa wamiliki wa silaha kwa maana ya pistol, shotgun, na wenyewe pia tunawapa mafunzo ya tahadhari ukiwa na silaha, na endapo kama unataka kuiacha ipeleke wapi, kahifadhi kituo cha polisi ili isije kaleta madhara ukiwa haupo. Kwa wale ambao wanatumia silaha bila kuwa na mafunzo, je, mnasimamia hilo na adhabu yake ipoje kwa watu hao? Kwa kifupi naweza nikasema kwamba ukishakabidhiwa silaha inatakiwa uende kwenye mafunzo, uje kwenye shirika la Cooperation Sole, ulipie $40, upewe mafunzo ya siku 2, usikae na silaha kama hujafundishwa, hujaenda kwa wataalamu kujifunza. Usikae na silaha, ni hatari sana. Njoo tukupe elimu ya namna gani utaitumia, utaificha, ukiingia chooni uiweke wapi. Lakini vile vile ukiwa na silaha kuna vitu unatakiwa uvizingatie, usije ukaitumia. Mfano, utakiwa kuwa na michepuko mingi, utakiwa kuhonga hela nyingi, kwa sababu ukifumaniwa utalazimika kuitumia silaha, kitendo ambacho ni hatari, utakuwa umekiuka maadili. Na hii michoro hapa inahusiana na kwa kifupi hii ni mfano wa adui, hizi ni target, kwamba anapokuja kujifunza tunamwekea karatasi kama hii, anashuti hapa, tunapima uelewa wake, baadaye tunamjazia hapa kuonyesha kwamba huyu amequalify, yuko vizuri au bado. Lakini pia tunaweka picha ya mtu, vile vile tunaweka puto ili analishoot, akitoa silaha haraka anapiga, kwa maana ya kwamba anaweza akavamiwa na mbwa. Kwa hiyo lazima ajifunze kwamba namna ya kukabiliana na mbwa kichaa, kwa mfano mbwa amemvamia. Kwa hiyo ndio hivyo. Na hizi silaha hapa mfano wake? Hizi ni toy, sio silaha halisi. Hizi ni toy, kwa hiyo hili halina kitu. Maana yake hili ni toy kwa mfano wa kuelekezea. Tukiwa eneo la ground, tukiwa kwenye range, tunamwelekeza mtu iweke wapi, ukiwa chooni uiweje, ikitokea una mchepuko silaha uiweke wapi. Yote hayo tunawaelekeza. Asante, Mungu akubariki. Asante sana, karibu. Kwa jina naitwa Arsenius Timalans, ni meneja mwendeshaji katika kitengo cha kusafirisha na kusindikiza fedha na vitu vya thamani katika shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Polisi. Tunasafirisha na kusindikiza fedha katika njia ya barabara, lakini vile vile katika njia ya anga. Kwa kutumia barabara, tuna gari zetu hizi za kisasa kabisa kama zinavyoonekana kwenye picha yetu hapa, gari ambazo ni armored vehicles, zinazuia risasi kuanzia kwenye bodi hata tairi zake. Ukipigwa risasi zina uwezo wa kwenda zaidi ya kilomita 30, ndipo unaweza kwenda kupata msaada. Gari hili linakuwa monitored na control room yetu ambayo inapatikana kule ofisini. Tuna control room ya kisasa kabisa ambazo zina track hizi gari zetu toka zinapoanza safari mpaka zinapoishia. Vile vile lina control kama speed, hash brake, milango hii ya gari kwa upande wa vault ambapo tunahifadhi mizigo. Milango hii inafunguliwa kwa remote control kwa password kutoka kwenye control room yetu ambayo iko hapa. Popote pale ile gari itakapokuwepo linakuwa monitored kutoka kwenye control room yetu ya hapo. Na vile vile gari lina features zote za security kama kamera, panic button, radio calls na vitu vyote kama hivi. Licha ya kazi hii ya kusafirisha fedha na vitu vya thamani, lakini vile vile katika kitengo hiki tunahusika na huduma za ATM kwa mabenki. Tunaweka fedha katika ATM za mabenki, vile vile tunafanya service ndogo ndogo kama kuweka zile receipt au kutoa note jam kwenye ATM machine za mabenki. Lakini vile vile katika kitengo hiki tuna huduma ya tunaita teller services. Teller services ni kwamba tunaenda kukusanya fedha
kwa wale wateja wetu ambao wanahusika na wanadili moja kwa moja na kiasi kikubwa cha fedha. Kwa hiyo tunaenda kuwakusanyia zile fedha ambazo zinapatikana katika biashara zao na kuwapelekea benki, kuepusha ule usumbufu wa mteja wetu yeye mwenyewe kuinuka mara kwa mara kwenda kudeposit hizo fedha kwenye benki yake. Lakini vile vile katika kitengo hiki tuna huduma pia ambayo tunaita dedicated vehicle. Tunatoa haya magari hasa kwa mabenki kuepuka ile mteja pengine mara kwa mara kupiga simu, nahitaji gari na safari ya kwenda sehemu fulani, nahitaji gari na safari ya kwenda sehemu fulani. Tunamkabidhi hili gari toka asubuhi mpaka jioni kwa mteja wetu kuweza kulihudumia hili gari. Na huduma ya mwisho katika kitengo hiki tuna huduma tunaita overnight storage. Tuna chumba maalum cha kuhifadhi fedha au vitu vya thamani ambavyo tumeshindwa kukabidhi kwa mteja katika siku husika. Aidha huo mzigo umechelewa kufika, umefika jioni sana, umefika usiku, mtu anashindwa kulala nao, kwa hiyo anaweza kutukabidhi sisi huo mzigo wake. Tuna chumba maalum ambacho tunaenda kumhifadhia, baadaye asubuhi au mchana ya siku inayofuata basi anachukua mzigo wake. Hizi huduma zote zinafanyika kwa bei nafuu kabisa ambayo kila Mtanzania anaweza kuifanya. Kwa hapa Sabasaba nini mnatoa huduma gani? Kwa hapa Sabasaba katika kitengo hiki tumekuja kwanza kutoa kujinadi kwa wateja wetu waweze kujua kwamba shirika lina huduma hii pia, ambayo kwa sasa hivi tunafanya na benki kubwa Tanzania hii ambayo ni benki ya NMB katika mikoa ya Songwe, Mbeya, Dar es Salaam na Unguja. Ndio. Asante, Mungu akubariki. Nashukuru sana, ubarikiwe pia. Asante sana. Mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, asante sana kwa kusafiri pamoja nami, ambapo leo tulikuwa katika banda la shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Polisi Tanzania. Tumepata kufahamu mengi. Kwanza kabisa tumepata kufahamu historia ya shirika hili la uzalishaji mali la Jeshi la Polisi Tanzania, lakini pia tumefahamu pia kitengo cha ulinzi, tumefahamu pia kitengo cha ushonaji, kitengo cha mafunzo ya kutumia silaha za moto. Tumezungumza pia na mwalimu, lakini pia tumezungumza na afisa usafirishaji wa fedha kutoka katika shirika hili. Kwa niaba ya Happiness Mleo, mimi ni Joyce Bikwachu. Nyuma ya kamera ni Stefano.